Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kwa habari mbalimbali. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Serikali imeonya wananchi wanaovamia na kufanya shughuli za kiuchumi kwenye vyanzo vya maji ikiwa ni pamoja na kilimo, ufugaji kuacha mara moja kwa kuwa unahatarisha upatikanaji wa maji. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Kuringo Mongi. Onyo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Kongwa Bwana Mayeka S. Mayeka wakati alipokuwa akiongoza zoezi la upandaji wa miti katika chanzo cha maji cha Mbuyuni kilichopo katika mji mdogo wa Kibaigwa. Tutakamata mtu yote anayeshughulika hapo. Maana tutaweka watu wa survey eneo hili wao wanaangalia. Tutakamata yeyote, hatutajali wewe ni nani. Kwa hiyo niwaombe sana, chanzo cha maji hakina mjadala. Naye mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA Bi Rahel Muhando ameweka wazi nia ya mamlaka hiyo katika utunzaji wa mazingira. Kupitia sera ya uendelevu wa DUWASA ya mwaka 2025, taasisi imejiwekea lengo la kupanda miti isiyopungua 1000 kila mwaka. Na huko katika kijiji cha Gwandi wilayani Chemba, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Bwana Hassan Mnyika amewahimiza wananchi wa wilaya hiyo kuendeleza kampeni ya kupanda na kutunza miti hata baada ya msimu wa mvua kuisha, huku mkurugenzi wa INADES Bi Jacqueline Nicodemus akiweka wazi mipango walionayo. Na wasihi sana wanajamii wote kuendelea kushiriki katika kampeni hii, si leo tu bali katika msimu mzima wa mvua na hata baada ya msimu wa mvua. Tuna jukumu la kupanda miti sio chini ya 500,000 kwa mwaka huu 2026 na 2027. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Rais Donald Trump wa Marekani amesema Rais wa Urusi Vladimir Putin amekubali kusimamisha mashambulizi kwa wiki moja kwenye miji ya Kiev ikiwa ujumbe huu ameutoa wakati wa kikao cha baraza la mawaziri mjini Washington. Lulu Ali anasimulia zaidi. Hatua hiyo inafuatia ombi lake kwa Putin la kusimamisha mashambulizi kutokana na baridi kali nchini Ukraine, huku Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine akimshukuru Trump na kuandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba ilikuwa ni taarifa muhimu kutoka kwa Rais wa Marekani kuhusiana na uwezekano wa kuhakikisha usalama kwa ajili ya Kiev na miji mingine ya Ukraine wakati huo baridi kali. Hata hivyo bado haijulikani ni lini hasa usitishaji huo utaanza, kwani kwa upande wa Urusi bado haijathibitisha matamshi hayo ya Trump. Wakati hayo yakiendelea, bodi ya shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya nyuklia IAEA inajadili usalama wa nyuklia nchini Ukraine kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya Urusi. Nchi 13 zikiongozwa na Uholanzi zimeiomba bodi hiyo ya IAEA kukutana kuhusiana na hali ilivyo sasa nchini Ukraine na athari zake na usalama wa nyuklia. Bodi imesema mashambulizi ya hivi karibuni nchini Ukraine yamesababisha uharibifu mkubwa zaidi wa miundombinu ya nishati ambayo inachukuliwa kuwa muhimu kwa uendeshaji salama wa vinu vya nyuklia. Lula Ali, Channel 10 Plus. Mkoa wa Tanga umeweka malengo ya kimkakati kufungua mkoa huo kiutalii kwa kuzitangaza hifadhi za taifa za Saadani na Mkomazi ili kuongeza mapato ya mkoa na kukuza uchumi wa wananchi kwa kupanua wigo wa ajira na kuifanya Tanga kuongoza kwa utalii kwa ekolojia ya bahari na wanyamapori. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akizungumza katika mkutano mkuu wa baraza la wafanyakazi wa mkoa wa Tanga uliofanyika ndani ya hifadhi ya taifa ya Saadani pembezoni mwa ufukwe wa bahari ya Hindi, mkuu wa mkoa wa Tanga Dr. Batida Buriani amesema mkutano huo umetumiwa kama jukwaa la vitendo la kuitangaza Saadani na fursa za kipekee zilizopo, ambapo amesema tayari mkoa unaenda kutumia utajiri uliopo kupitia fursa za utalii kwa kuandaa Royal Tour ya mkoa kwa lengo la kumuunga mkono Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuutangaza utalii wa mkoa huo kutokana na upekee wa utalii katika hifadhi hiyo. Sasa katika moja ya vitu ambavyo kipaumbele chetu cha 2026 ni kuifungua, kuitangaza na kuisemea na kuzisemea mbuga zetu hizi mbili. Kwa hivyo tutafanya jambo kubwa. Royal Tour itapangwa Royal Tour ambayo tutaipa heshima yake
stahili. Tutakuja na tour operators, tutafanya nao kikao, tutawalika na wadau mbalimbali wa hospitality industry, wa kwenye mahoteli, waweze kuona utajiri katika uhifadhi. Kwa hiyo kiutalii tunafanya vizuri. Mwaka uliopita wa fedha tulikusanya jumla ya shilingi bilioni 2.5, ambayo sasa mpaka Disemba, kuanzia Julai mwaka jana mpaka Disemba tayari tumeshakusanya jumla ya shilingi bilioni 1.5. Kwa hiyo kiutalii tunazidi kwenda juu. Kwa upande wake, kamishna msaidizi wa uhifadhi kutoka ofisi ya kanda mashariki Fredrick Marisa amesema TANAPA inaendelea kubuni mazao mapya ya utalii, ikiwemo utalii wa mikutano unaotoa fursa kwa taasisi kufanya mikutano ndani ya hifadhi na kufurahia mazingira ya asili, huku wajumbe wa baraza la wafanyakazi waliotembelea vivutio mbalimbali ndani ya Sadani wakaeleza kuvutiwa na fursa zilizopo. Ukumbi wetu wa mikutano wa hifadhi ya taifa ya Sadani huko beach, huku karibu, huku unafanya mkutano, huku unapata upepo mwanana kutoka bahari ya Hindi. Kwa hiyo nawapongeza sana. Ukifanya kikao ndani ya hifadhi, kikao hicho hakina mabishano makubwa, kwa sababu wanapata ile nature yenyewe, na wakirudi wana moyo na ari kabisa ya kufanya kazi, kwa sababu utakuwa umemaliza vitu viwili, yani kuburudisha akili, kujadili fursa za mkoa na eneo mlipotoka, na kupata amani ya moyo. Lakini pia tumeona ndiyo mbuga pekee ambayo tunasema ile poli lake linakaribiana na bahari. Maana yake wanyama wote wanaweza kutembea mpaka karibu na bahari, tofauti na mbuga nyingi ambazo haziko pembezoni ya bahari. Ripoti kutoka mkoani Tanga ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wa ongezeko la vurugu nchini Sudani Kusini na amesisitiza wito wake wa kulindwa kwa raia. Kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa na msemaji wake, Stephen Dujarric amesema vikosi vya serikali na vya upinzani vinapaswa kuchukua hatua za mara moja na maamuzi ya kusitisha shughuli zote za kijeshi pamoja na kupunguza vurugu hizo kupitia mazungumzo jumuishi. Matamshi yake yanakuja baada ya jeshi la nchi hiyo kuamuru raia na wafanyakazi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa na mashirika yote ya misaada kuondoka katika kaunti 3 kwenye jimbo la Jonglei kabla ya kufanyika kwa operesheni dhidi ya vikosi vya upinzani katika eneo hilo. Wataalamu wanaoshiriki mafunzo ya uboreshaji wa barabara wametakiwa kuhakikisha wanapata maarifa ya kutosha yatakayowawezesha kuelekeza miradi hiyo kwa ufanisi na viwango vya kitaalamu. Tupate taarifa zaidi. Mafunzo hayo yanayoshirikisha wataalamu mbalimbali wakiwemo wahandisi na makandarasi yana lengo la kuwaongezea uwezo katika upangaji, usimamizi wa miradi na matumizi ya teknolojia za kisasa kwa maendeleo ya taifa. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo ya KOICA, Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewahimiza washiriki hao kutumia kikamilifu fursa hiyo, kujifunza kwa bidii ili kupata uzoefu wa kuboresha utekelezaji wa miradi ya barabara. Master plan hii itatuongoza vyema, na mnafahamu, na mimi nimefurahi sana na nawapongeza wataalamu wangu kwa mazungumzo na Koreans, kwa sababu wa Korea wako hatua nzuri sana kwenye upande wa miundombinu. Wana expressways hawa ambao wenzetu wamepiga hatua nzuri katika eneo hilo, na ni wazuri pia katika miradi inayohusisha sekta binafsi, yani PPP. Aidha, Waziri Ulega amesema kwamba ana mategemeo kuwa mpango mkakati huo utazingatia hali ya uchumi wa taifa na kuakisi mahitaji ya wananchi. Uchumi wetu, mahitaji ya Watanzania wananchi, ili kusudi tuweze kufanya kitu kile kweli ambacho tumekikusudia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu miaka 50 ijayo. Kwa upande wake, meneja miradi inayoshirikisha sekta binafsi PPP kutoka TANROADS Eliakim Mkumbo amesema kuwa katika mpango mkakati huo wamejipanga kuhakikisha wanawajengea uwezo wataalamu hao ili waendane na mahitaji ya mpango huo.
hii establishment ya master plan inachukua miaka 3. Kwa hiyo itahusisha pia capacity building ya wataalamu. Kwa hiyo tutakuwa na wataalamu wenye uwezo wa kudesign, wenye uwezo wa kuendesha, lakini pia hata wenye uwezo wa kuplan. Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Wananchi kutoka vijiji vya Ogira wilaya ya Kiteto na wanaotoka maeneo ya vijiji vya wilaya ya Gairo mkoani Morogoro ambao wamevamia zaidi ya hekari 1000 za eneo la hifadhi ya jamii ya Suledo na kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo na ufugaji na kusababisha uharibifu wa mazingira kwa kukata miti, kuondoka maeneo hayo, kuepusha mgongano na mamlaka zinazosimamia hifadhi hiyo. Elia Kimani anaripoti. Tamko la kuwataka wananchi hawa kuondoka kwenye eneo hili la hifadhi ya Suledo limetolewa na mwenyekiti wa kamati ulinzi na usalama wa wilaya ya Kiteto ambaye pia ni mkuu wa wilaya hii Remedius Mwema, baada ya kufanya ziara kutembelea eneo hili na kuagiza halmashauri kutia wataalamu wake kufika na kufanya uchambuzi upya wa ramani na kubaini maeneo na idadi halisi ya wananchi waliovamia. Sasa sitaruhusu watu waendelee kulima kwenye maeneo hayo. Hilo la kwanza. Sitaruhusu. Kuna wengine wameshalima. Hao ambao wameshalima sitasema wafyekewe mazao hayo. Lakini wale ambao wameshalima wengine ninawajua wamejisema wenyewe. Moja na agizo hilo la kutakiwa kuondoka, wananchi hawa nao wanatoa maombi yao kwa serikali. Mwaka juzi nikapata shamba kama eka 10 likiwa ni poli, ndugu mheshimiwa. Nikapambana na lile poli, wakati uongozi wa Suledo, migambo wa Suledo wanakuja pale, wanatuona tunafanya kazi, wanasema fanyeni kazi, mtalima bila shida. Kwa jana nilinunua na shamba langu nimelinunua mwaka jana mwezi wa 4. Nimeuziwa kwa halali kabisa. Niniuzia eneo hilo linaloambiwa la Suledo. Nikiwa sijui kama ni eneo la Suledo nikanunua. Kwa hiyo mimi kero yangu nilikuwa tu ninaomba serikali iliangalie hili jambo. Tayari taarifa ilishatolewa toka mwaka 2021 kwamba watu waache kutumia eneo hilo na walikuwa nalima kimakosa. Toka wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran Abbas Araghchi amewasili mjini Istanbul, Uturuki kwa mazungumzo ya kupunguza mvutano kati ya nchi yake na Marekani, hali ambayo imesitisha uwezekano wa shambulizi la kijeshi. Mwanahabari wetu Yakini Mwakatobe ameandaa taarifa zaidi. Katika taarifa iliyotangaza kuwasili kwake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema Araghchi anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan na pia kukutana na Rais Recep Tayyip Erdogan. Kwa mujibu wa mamlaka ya Uturuki, inasema haikubainika wazi muda wa mazungumzo hayo, lakini mawaziri hao wawili walipaswa kufanya mkutano na waandishi wa habari ambao haukufanyika. Ziara hiyo inakuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump. Katika taarifa iliyotangaza kuwasili kwake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema Araghchi anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan na pia kukutana na Rais Recep Tayyip Erdogan. Kwa mujibu wa mamlaka ya Uturuki, inasema haikubainika wazi muda wa mazungumzo hayo, lakini mawaziri hao wawili walipaswa kufanya mkutano na waandishi wa habari ambao haukufanyika. Ziara hiyo inakuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema anatumai kuepuka hatua za kijeshi dhidi ya Iran ambayo imetishia kushambulia kambi za Marekani na meli za kubeba ndege kujibu shambulizi lolote dhidi yake. Uongozi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro umetakiwa kuongeza ubunifu katika kuboresha huduma za malazi, kubuni na kuibua mawazo mapya ya utalii na kuimarisha mahusiano kati ya mamlaka hiyo na jamii inayozunguka hifadhi. Wito huo umetolewa na Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Elia Kimani. Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo jijini Arusha wakati wa hafla ya kuvishwa cheo na kuapishwa kwa kamishna mpya wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro pamoja na kuzindua bodi ya wakurugenzi ya mamlaka hiyo. Tahakikisha hifadhi ya Ngorongoro inaendelea kulindwa ili ekolojia yake iendelee kuvutia, rasilimali za wanyamapori, misitu na viumbe hai wengine
waweze kustawi zaidi. Kashirikishe wataalamu wako kuibua na kubuni mazao mapya ya utalii na kuyatangaza kama ambavyo nimeelekeza kwa taasisi zote zinazohusiana na utalii chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi hifadhi ya Ngorongoro NCA Jenerali mstaafu Venance Mabeyo ameahidi kutekeleza kamilifu malengo ya bodi kwa ustawi wa taifa. Lakini vile vile sisi kama bodi tuone jamii maendeleo yake hayafifii, yanaendelea vizuri. Uhifadhi ndio jukumu kubwa la Ngorongoro. Utalii manake unakuza uchumi wa nchi yetu. Jamii inayozunguka au iliyoko kule ndani inatakiwa nao ipate maendeleo mazuri. Mheshimiwa Waziri ni kuiongoza Ngorongoro katika kuongeza ufanisi wa kiutendaji, uhifadhi thabiti na kukuza mapato ya chapa ya Ngorongoro ili kuifanya kuwa a premium safari destination inayolinda uhifadhi huku ikiongeza thamani halisi kwa taifa na kwa Watanzania wote. Jenerali mstaafu Mabeyo ataendelea kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi hifadhi ya Ngorongoro NCAA kwa kipindi cha pili sasa. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Wakala wa nishati vijijini REA wamewakabidhi wakandarasi wawili wa serikali ya mkoa wa Tanga kwa ajili ya kutekeleza miradi ya umeme katika wilaya ya Lushoto, Mkinga na Korogwe. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Akiwakabidhi wakandarasi hao, mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini REA Mhandisi Hassan Saidi akawasisitiza wakandarasi hao ushirikiano baina yao na wananchi wa maeneo watakayokuwa wakifanyia kazi. Sasa ukishusha nguzo kwenye kijiji, alafu kesho kutwa ukazihamishwa kabla kwenye kijiji ambacho unaanza kuleta malalamiko. Na tumemwambia kama itabidi kufanya hivyo, kwa sababu barabara za maeneo vijijini kuna maeneo mengine hazifikiki. Kwa hiyo wanahitaji ushiriki kijiji cha awali, basi tumewaagiza waanze kuwasiliana na uongozi wa kijiji kwa taarifu kwamba tunashusha nguzo au nyaya transformer, lakini ni kijiji cha jirani. Na hivi wenyewe vitakuja kupewa umeme baadaye. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Tanga, mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 73.8 kutekeleza mradi huo ambao utaongeza uchumi wa mkoa. Giza Industry fedha ambazo watakwenda kutumia ni karibia bilioni 45.2 na Energy Services yeye anakwenda kutumia bilioni 28.577. Tuna kila sababu ya kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Mradi huu unatarajiwa kupeleka umeme kwenye vitongoji 380 na tunatarajia kuitekeleza mradi huu chini ya miaka mitatu. Tunaahidi kwamba tutajitahidi kuhakikisha kwamba tumetekeleza mradi huo kwa muda ambao unafaa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Dodoma, MNEC Donald Mejeti amesema serikali ya CCM imeanza rasmi kurasimisha ajira zisizotambulika ili kuwasaidia vijana waliojiajiri kujikwamua kiuchumi na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza na wana CCM wa mkoa wa Dodoma mara baada ya kufungua shina la wakereketwa la Chama cha Mapinduzi Jamhuri Stadium, ikiwa ni sehemu ya uzinduzi wa maadhimisho ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi, Bwana Mejiti amesema chama kina imani kubwa na vijana. Ni sera ya Chama cha Mapinduzi ndani ya serikali yake katika utekelezaji wa ilani kwamba vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu lazima wapate mikopo, na mikopo inatolewa. Na nakuona hujawa mzee, ukiangukia kwenye kundi la wazee, mikopo ile haitawahusu hata kama MNEC amekuja hapo. Na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi imerahisisha sana vigezo, imepunguza urasimu ili vigezo viwe rafiki kwa
kwa wananchi au kwa vijana waweze kupata mkopo kwa urahisi. Kwa upande wake, katibu wa CCM mkoa wa Dodoma BP Limbanga amesema maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi kimkoa yamezinduliwa rasmi kwa zoezi la upandaji miti yakibeba kauli mbiu isemayo tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu, huku maadhimisho hayo yakitarajiwa kuhitimishwa Februari 5 mwaka 2026 wilayani Chemba. Saidi Rashidi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Uhuru, amewaasa vijana kuacha kusikiliza maneno ya upotoshaji na badala yake wajikite kuangalia fursa zinazopatikana kutokana na sera madhubuti za Chama cha Mapinduzi. Usidanganywe kwa sababu serikali ya CCM ni serikali ya vijana, haina shida. Mikopo wanapewa vijana, hawapewi wazee, wanapewa kina mama. Tatizo liko wapi? Naomba vijana vile vile mnapopata mkopo basi muwe mnarudisha madeni. Maka msiporudisha ujue na wenzenu wengine watakosa. Wakikosa Chama cha Mapinduzi na serikali yake inalaumiwa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.